kuhusu issue ya akaunti zangu za Instagram na WhatsApp yangu kufungiwa na Meta. Sasa nimepewa ushauri kuwa tupeleke malalamiko kwa wingi kwenye bunge la Marekani. Actually sio malalamiko, tuliombe bunge la Marekani kufanya congressional inquiry. Ya, kama kawaida hii ni Swahili TV, kwa hiyo usisahau kusubscribe, kulike na vilevile kushare. Kuna ujumbe ambao umeandikwa kwenye mtandao wa kijamii wa X na mwanadada ambaye anajulikana kama Mange Kimambi. Sasa hapa Mange Kimambi anaongea kuhusu akaunti zake ambazo zilifungwa. Sasa akaunti moja ni ile yake binafsi, alafu nyingine ambayo inajulikana kama Wananchi Forum, ambapo pale alikuwa na posti habari tofauti ambazo zilikuwa zinafanyika nchini Tanzania, na baadaye kunyang'anywa akaunti yake ya Facebook na vilevile WhatsApp. Sasa kubwa zaidi ni kuhusu issue ya video ambayo Mange ameposti kwenye mtandao wa kijamii wa X. Ni video ya kuogofya zaidi, na ndio kwa maana sijaiposti hapa. Sasa kwenye hii video Mange Kimambi anasema kuwa alitumiwa usubuhi, na inaonyesha kijana ambaye baadaye alifariki kutokana na maambukizi baada ya kutoroka hospitali wakati polisi walipoanza kuvamia vituo vya matibabu na kuwatoa kwa nguvu wagonjwa waliojeruhiwa kwenye vitanda vyao vya hospitali na kuwapeleka kwenye vyumba vya kuhifadhi maiti ambapo wengi waliachwa kufa. Sasa hii ni video ambayo Mange alitumiwa. Anasema kuwa tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka wa 2025 kuna vitu vingi ambavyo viliendelea nyuma pazia, lakini kubwa zaidi ni ile hali ya vijana wa majenzis kutoka nchini Tanzania kushushiwa vipigo na maafisa wa jeshi la polisi. Sasa hapa Mange pia amemhusisha rais wa Marekani ambaye anajulikana kama Donald Trump. Kwenye akaunti ya X anajulikana kama POTUS, yani the President of the United States, alafu akatag Senate, Marco Rubio, US State Department. Sasa ameandika jumbe hapa akasema hivi: licha ya Meta kuniondoa kwa wakati mmoja kwenye majukwaa yake yote ikijumuisha akaunti yangu ya kibinafsi yani Mange Kimambi 80 yenye wafuasi zaidi ya milioni 3, akaunti yangu ya vyombo vya habari yani Wananchi Forum ambayo iliripoti habari ambazo serikali ya Tanzania haikutaka ziandikwe, pamoja na akaunti zangu za Facebook na WhatsApp, ukweli unaendelea kutafuta njia yake. Akaunti hii ya WhatsApp iliaminiwa na Watanzania kama njia salama ambayo walishiriki kwa siri video zinazoandika ama zinazoweka paruanja mauaji ya Tanzania, ambapo zaidi ya watu 10,000 waliuawa na serikali inaongozwa na CCM. Hata sasa Watanzania bado wanatafuta njia mbadala za kunitumia picha mpya ili nisambaze kwa dunia. Ameendelea kusema hivi: tafadhali tusaidie tupate akaunti hizi ambazo zilishushwa isivyo haki ili kukandamiza sauti za Watanzania ambao tayari wanakandamizwa na serikali yao, na tafadhali tubadilishe sheria ili kutoruhusu kampuni moja kumiliki majukwaa mengi muhimu ya mitandao ya kijamii. Niliondolewa kirahisi kutoka kwa Facebook, Instagram, News na WhatsApp kwa sasa moja kwa sababu kampuni moja inamiliki majukwaa yote hayo. Sasa akamalizia hivyo, anasema video hii ilitumwa kwangu leo asubuhi, inaonyesha kijana ambaye baadaye alifariki kutokana na maambukizi baada ya kutoroka hospitali wakati polisi walipoanza kuvamia vituo vya matibabu na kuwatoa kwa nguvu wagonjwa waliojeruhiwa kwa vitanda vyao vya hospitali na kuwapeleka kwenye vyumba vya kuhifadhi maiti ambapo wengi waliachwa kufa. Sasa hii ni video ambayo Mange anasema kuwa alitumiwa usubuhi. Sasa hawa ni wale ambao bado wanaendelea kumtumia Mange Kimambi habari tofauti ambazo zinafanyika nchini Tanzania. Sasa hapa Mange ameongea kuhusu akaunti zake kuzimwa ama kupigwa tofali na yeye kukosa kusambaza habari ambazo zipo
nchini Tanzania. Sasa hii ni issue ambayo nimekuwa nikifuatilia kwa karibu zaidi, kwa maana hii ni video ya jamaa mmoja ambaye inaonekana kuwa aliumizwa vibaya na maafisa wa jeshi la polisi na akapata kile ambacho tunachokiita maambukizi, yani infection, baada ya kupigwa vibaya na maafisa wa jeshi la polisi. Sasa baada ya Mange kupandisha video hii kwenye mtandao wa X, ukienda pale utaipata, kuna wengi ambao wamedondosha comment zao hapa. Kuna huyu ambaye anajulikana kama Isabelle, ameweka emoji kadhaa za mtu ambaye ameangua kilio. Ed Kuzu anasema nafikiri hii inaweza kuwa fursa nzuri sana ya kupromote alternative social media apps platforms. Kuna Telegram na Signal zipo very secure na hazishirikiani na serikali yoyote duniani kunyamazisha fikra mbadala. Tumia ushawishi wako kuzitangaza. Mwingine anajulikana kama Hemed H ameandika it hurts a lot, yani naumiza sana. Willy H anasema sure Meta quickly and you will make a lot of money from compensation. It is a blessing in disguise. Mange Kimambi. Mwingine hapa anajulikana kama Sweetbat Luciana anasema inauma sana tena sana. Alafu huyu anajulikana kama Msakatonge ameandika so sad, akaweka emoji ya mtu ambaye ameangua kilio. Alafu huyu anajulikana kama Fodason Otundo anasema this video has disheartened me. These people have no mercy at all. They like animals in the jungle. Yani ni kama wanyama kule jangwani. Katakai Ududuku anasema dada Mange, nadhani Telegram inafaa hata kuliko Meta. Alafu huyu mwingine anajulikana kama Tanganyika anasema please Truth, join Truth social media. Meta is known for this behavior. If you remember in December 2020, they removed DJT from their platform. That's a US president being removed. My advice, build your own network. Sasa huyu anamwambia Mange Kimambi, tengeza mtandao wako, usitegemee Meta. Wild Salad anasema risasi ya tako huwa haiponi. Alafu mwingine hapa anajulikana kama Flaro Limo ambaye ameweka emoji kadhaa za makopa ambazo zimepasuka. Masa kaandika this is heartbreaking Meta. You have let Tanzania down. Shame on you. You actually removed her first account which had 7 million followers. Sasa hawa ni wale ambao wanamfuatilia kwa karibu zaidi mwanadada ambaye anajulikana kama Mange Kimambi. Sasa Mange ameposti video ya jamaa fulani hapa ambaye anaaminika ni Mtanzania na anasema kuwa huyu jamaa alipigwa risasi ya makalio na akapata kile ambacho tunachokita infection, yani alipata maambukizi alafu baadaye akaaga dunia. Sasa ni video ambayo ukiangalia kwa undani zaidi unapata kama inachosha na vilevile inahurumisha, kwa maana huyu ni kijana mchanga zaidi na ameuawa ndio, ama aliachiliwa pale ndio at least afe, apoteze maisha. Na ikumbukwe ya kuwa tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka wa 2025 kuna vijana wa majenzisa ambao walijimoya barabarani kuhakikisha kuwa wameonyesha ghadhabu zao kwa serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan. Hawa ni vijana ambao walikuwa wanajihisi ya kuwa serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan inazingua zaidi, na ndio kwa maana waliamua kushiriki kwenye maandamano. Vijana waliuawa, walitekwa, walipotezwa, na kuna wale ambao hadi wa leo bado miili haijapatikana, na ndugu jamaa na marafiki wanajaribu kuweka miadi kuhakikisha kuwa wamepata miili ya wapendwa wao. Kwa hiyo nimejaribu kudadavua hapa kwa uwezo wangu na angalau nipate kujua hali halisi. Mange Kimambi baada anaongea kuhusu akaunti zake ambazo zilizimwa na kampuni mama ya Facebook, WhatsApp na Instagram ambayo inajulikana kama Meta. Na sasa Mange anaongea kuhusu ile hali ya yeye kutumiwa video na habari tofauti tofauti kutoka nchini Tanzania. Sasa hii ni video ambayo imemfanya Mange Kimambi akacharuka, kwa maana anasema kuwa ni video ambayo ilitumwa kwake leo asubuhi, yani jana, na inaonyesha kijana ambaye baadaye alifariki kutokana na maambukizi baada ya kutoroka hospitalini wakati polisi walipoanza kuvamia vituo vya matibabu na kuwatoa kwa nguvu wagonjwa waliojeruhiwa kwenye vitanda vyao vya hospitali na kuwapeleka kwenye vyumba vya kuhifadhi maiti ambapo wengi waliachwa kufa. Kwa video hii na zaidi anasema ya mauaji ya Tanzania,
watu waendelee kumfuatilia kwa karibu zaidi kwenye mtandao wa X, ni angalau wapate kujua hali halisi kile ambacho kinafanyika dunia nzima. Kwa maana Mange hapo mwanzoni alisema kuwa kuna matumaini, kuna uwezekano ya akaunti zake kurudishwa na Watanzania kuendelea kupata habari moto kuhusiana na vitu ambavyo vinafanyika nchini Tanzania. Kwa maana kuna wale ambao bado wanamuuliza Mange Kimambi, wanamwambia bana, tunataka urudi kwenye mtandao wa Instagram na Facebook, ndio angalau tuendelee na harakati za kuhakikisha kuwa nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekombolewa, na vile viongozi ambao wanajihisi ya kuwa wanazingua wamefanyiwa kile ambacho tunachokita ufundi wa kupitiliza. So naomba kila mtu ajitahidi, tutume email and we have to keep fighting. Ngoja niwaambieni, hakuna kurudi nyuma. Tumefika pazuri. Hakuna kurudi nyuma. Dunia nzima iko nyuma ya Tanzania. Dunia nzima iko nyuma yetu. Tutawashinda hao wauaji. Tutawashinda, lakini lazima tuendelee kupambana.